Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa ya wazi kuhusiana na sakata zima la baadhi ya watu kushambuliwa na jeshi la polisi katika viunga ama maeneo ya mahakama. Kama inavyojulikana, leo ilikuwa ni tarehe ya kuendelea kwa kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa taarifa hiyo ya Chadema imeandikwa hivi: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaofahamisha umma kuwa kwa masikitiko makubwa jeshi la polisi limeendeleza matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi waliokuwa wamefika kwa amani katika viunga vya Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam leo tarehe 6 Oktoba 2025 kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Katika tukio hilo, wananchi kadhaa walijeruhiwa vibaya baada ya kushambuliwa na jeshi la polisi. Miongoni mwao ni Flora Mkumbwa, Salum Kitenge, Saragana Bwire, Peter Msusi, Awadhi Kalonga, Abadia Mbekaka, Emmanuel Akio, Stanislaus Ruta Kitare, Aaron Stefano, Tabia Mwakikuti, Ibrahim Haduni, Jacobo Lazaro Chiungu, Alon Stefano, Jacob Bailemba, Naomi Nyitambe na Jacob Kamonga. Bwana Stanislaus Ruta Kitare ndiye aliyejeruhiwa vibaya zaidi kwa mujibu wa mashahidi. Alipigwa kichwani mara kadhaa na kuvuja damu nyingi puani kabla ya kupelekwa hospitali ya Barak na baadaye kuhamishiwa hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa matibabu ya dharura. Taarifa hiyo iliendelea. Taarifa zinaonyesha kuwa operesheni hiyo ya ukatili iliongozwa na mkuu wa polisi wa wilaya ya Ilala OCD Bwana Shomari Himbuka, ambaye anatajwa kuhusika moja kwa moja katika kutoa maelezo na kusimamia mashambulizi hayo dhidi ya raia. Kwa walioumizwa, Chadema inaendelea kuwahudumia kupitia mfuko wa dharura uliochangwa na wananchi. Imetolewa leo Jumatatu tarehe 6 Oktoba 2025. Hiyo ndio taarifa ambayo imetoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuhusiana na madai ya jeshi la polisi kupiga raia katika viunga ama mahakama, sehemu ambayo kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu inaendelea. Mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu inaendelea. Sasa hizo ni taarifa ambazo zimeweza kutokea hapo kuhusiana na masuala mazima ya kesi hiyo ya Tundu Lissu na yote ambayo yamejiri katika maeneo hayo ya mahakama. Sasa kwa taarifa zaidi usiache kufuatilia Bongo5 TV pale mjini YouTube, lakini pia Instagram, kote huko Facebook, Twitter, kote huko unaweza kujipatia taarifa zote za burudani, kimichezo na siasa kwa ujumla ndani ya mipaka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Kashmir Chapo, endelea kufuatilia Bongo5 TV.